Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini, tushirikishane tone la upendo, mtazamaji wa Mwangaza Digital na wewe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Karibu, leo ni siku njema ambayo imempendeza Mwenyezi Mungu tukutane tena katika nyumba hii ya malezi ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Miuji, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambapo basi kwa namna ya kipekee tumekutana na kuendelea kushirikishana tone la upendo na mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Padre Paul Sinya, ambaye anatujuza mengi. Kwa siku hii ya leo tutajikita hasa kufahamu kuhusu Ijumaa Kuu. Ni siku ya namna gani na mambo mengine ambayo yanahusu siku hii na matendo mbalimbali ambayo tunayashuhudia katika ibada ambayo huwa tunaishiriki na wakati mwingine tunaishuhudia wengine ambao ni Wakristo wa Katoliki wakishiriki. Tutakwenda kufahamu kwa undani inafanyika kwa namna gani. Kwa niaba ya Padre Paul Sinya ambaye ndi mwenyeji wetu siku hii ya leo, na kwa niaba pia ya Nemes Victor Michael nyuma ya kamera, mimi ni Rosemary James Mjiko Kipeleka. Hii ni Mwangaza FM, sauti ya amani na upendo. Karibu tuungane sote, karibu tushirikishane tone hili la upendo tunapozungumza kuhusu Ijumaa Kuu. Karibu sana. Baba, ninatamani kwa kuanza kwa siku ya leo, nimewapa dokezo watazamaji wa Mwangaza Digital lakini pia wasikilizaji wetu kwamba leo tutazungumza kuhusu Ijumaa Kuu. Lakini kama ambavyo tunafahamu, Ijumaa Kuu ni miongoni mwa zile siku tatu kuu za Pasaka. Natamani tuanze ni namna gani tunazihesabu hizi siku tatu kuu, kwa sababu mimi nikipiga hesabu zangu kwa hiki kichwa changu sasa, siku tatu kuu za Pasaka kuna Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu, lakini pia kuna ile Pasaka yenyewe au yenyewe hatuihesabu. Tunazihesabu vipi hizi siku? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Basi kama ulivyotangulia kusema na kuwafahamisha wasikilizaji na watazamaji, kipindi chetu hiki siku kuu tatu za Pasaka ni kipindi cha pekee sana katika mwaka wetu huu, mwaka wa kiliturujia, na hizi basi ndio zinafunga mfungo wetu si wa Kwaresma. Na katika siku tatu za Pasaka hizi tunaonja au tunatafakari fumbo kuu la imani ambalo tunaadhimisha siku ya Dominika hii ya Pasaka, ambapo basi fumbo hili linaitwa kwa kuligawanya, maana yake ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio kilele cha imani yetu sisi wa Katoliki. Kumbe basi namna ya kuhesabu siku hizi kama alivyosema mwanzoni, mara nyingi unaweza kuhesabu haraka, mbona ni Alhamisi Kuu, iko Jumaa Kuu, Jumamosi Kuu na Jumapili yenyewe ambayo Dominika yenyewe ya Pasaka. Basi kimsingi na kiliturujia tuanza kuhesabu Alhamisi pamoja na Ijumaa ina muunganiko. Na tunaanza kuhesabu Alhamisi jioni kwenye ile misa ya kalamu ya mwisho. Kuanza kuhesabia pale Alhamisi jioni. Alafu inafuata Jumaa, Jumamosi na Jumapili yenyewe ambayo ni Dominika ya Pasaka inahesabiwa. Kwa hiyo unaivunja muunganiko kwa hapa Alhamisi Kuu na Ijumaa Kuu. Na tukianzia Alhamisi jioni katika misa ile ambayo tunafanya misa ile tukikumbuka na kuadhimisha tendo hai la kalamu ya mwisho. Ndio namna ya kuhesabu hiyo siku hizi kuu tatu za Pasaka. Sawa, tukirudi hasa katika mada yetu ya siku ya leo, Ijumaa Kuu. Natamani msikilizaji lakini pia mtazamaji wa Mwangaza Digital aelewe tunapoizungumzia Ijumaa Kuu ni siku ya namna gani. Lakini sio tu siku ya namna gani, turudi nyuma kidogo, historia nayo inatuambia nini kuhusu maadhimisho ya ibada hii ya Ijumaa Kuu. Karibu. Asante. Kihistoria siku hizi hasa Ijumaa Kuu tunaanza kuangalia ni ilianza mnamo karne hapo ya pili, ambapo Wakristo wa mwanzoni kabisa walikusanyika katika kufanya tafakari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ile njia, wakaenda kusali chini ya msalaba kule Golgotha. Walikuwa wanasali chini ya msalaba wakiabudu msalaba, lakini pili walikuwa wanashirikishana neno. Alafu sasa mpaka kufika karne ya 7 ya 8 hapa ndipo basi uongozi wa kanisa ukaamua sasa sio tu kuabudu msalaba na neno, wakaongeza na kipengele kingine cha komunyo takatifu. Kwa ndio maana sasa ibada hii ya Ijumaa Kuu ndani yake ina vitu vitatu vikubwa. Tuna liturujia ya neno, baada ya liturujia ya neno, alafu ya mwisho ya pili hapo inafuata
kuabudu msalaba, alafu inafuata komunyo takatifu. Hiyo ndio vipengele muhimu sana katika siku hiyo ya Ijumaa Kuu. Natamani baba utufafanulie kwa pengine anayetufuatilia wakati huu si Mkatoliki. Tukisema sehemu ya kwanza ina liturujia ya neno, sehemu ya pili kuabudu msalaba, na sehemu ya tatu komunyo takatifu. Natamani hivi vipengele walau tuvielewe. Liturujia ya neno inakuwa ni nini, ama inabeba vitu gani? Tukija kwenye kuabudu msalaba hapo tunafanya nini, na komunyo takatifu tunafanya nini? Lakini pia hapo kwenye komunyo takatifu umetuambia tukirudi Alhamisi tunaambiwa ni misa. Ijumaa ni ibada. Hapo natamani kwenye komunyo kidogo tupo ufafanuzi pia zaidi. Karibu. Asante. Nizungumza kwa ujumla hii Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu upekee wake, kwanza kabisa siku hiyo ambapo ni siku tulivu, siku ambapo kuna ukimya, tunatafakari neno la Mwenyezi Mungu, tunatafakari mateso, tunatafakari kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe basi katika Ijumaa Kuu hiyo hakuna maadhimisho mengine yote ambayo yanaruhusiwa ya kiibada, tofauti na sakramenti ya kitubio na sakramenti ya mpako mtakatifu kwa wagonjwa. Hizo ndio ambazo zinaruhusiwa siku hiyo. Kumbe basi katika liturujia ya siku hiyo ya siku hiyo upekee wake maana yake tunatafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ndani yake sasa, kwanza kabisa siku hiyo padri pamoja na wale wasaidizi watumishi wanavaa mavazi mekundu. Na kuna ukimya. Padri tunaona anaingia kimya, hakuna wimbo leo mwanzo, hakuna kimya, anaingia moja kwa moja, anaenda pale mbele ya altare, analala kifudifudi. Na kifudifudi ndani yake akiwa anatafakari na kusali. Baada ya muda fulani basi ananyuka, alafu tunaingia kipindi cha sehemu ya kwanza ya liturujia ambayo ni liturujia neno. Masomo mawili, Agano la Kale, Agano Jipya, alafu kipengele cha Injili. Ndipo hapo sasa tunasoma ile historia ya mateso. Kama huko kuna kule kupokezana. Wanaimba kama wanakuwa wapo wataimba sehemu ya wale wahusika, lakini pia basi padri anasema sehemu ya Yesu. Baada ya hapo padri anatoa homilia kidogo. Baada ya hapo tunaingia sasa sehemu ya pili, ambayo sehemu hiyo ni ya kuabudu msalaba. Kumbe basi padri anaufuata msalaba, pengine umeo kama ni sakristia au ni wapi, anaanzia kumwanzoni kabisa mwa kanisa, mlangoni anaanza kuimba, huu ndio mti wa msalaba, njoni tuabudu. Anaingia huku, anaufungua taratibu kwa sababu umefunikwa na kitambaa cha rangi ya zambarau. Akishaingia huku ameunyanyua juu, anawaonesha watu. Anaimba kama mara kadhaa mpaka anafika eneo la taleni pale. Basi baada ya sala, alafu sasa yeye mwenyewe wa kwanza anaanza kuabudu msalaba huo. Sasa hapa inategemea na maeneo. Kuna maeneo mengine watu wanabusu msalaba, maeneo mengine watu heshima tu kwa kuinamia. Sio tu kuinamia sana msalaba ule. Kwa baada ya padri kuonesha mfano, wanafuata waamini wote. Tunashauriwa na utaratibu kabisa tutumie msalaba wenye Yesu pale ambaye ametundikwa. Kuna msalaba mingine iko tu imewekwa au imetengenezwa haina Yesu pale. Msalaba wenye Yesu, hata katika matumizi yetu ya kawaida unavaa na kadhalika, kufanya tafakari ya kina, weka msalaba ambao una Yesu kwenye msalaba. Ili basi kwenzi kweli aliyekufa msalabani huyu ionekane katika ule msalaba. Lakini kingine, siku ya Ijumaa Kuu asubuhi tunaanza na njia ya msalaba. Baada ya ibada nyingine pengine kwa maeneo ya seminarini tunakuwa na sala ya kanisa maki masifu, lakini basi tunapanga muda hapo katikati, pengine saa 3 hivi tunaadhimisha ibada ya njia ya msalaba. Na baadhi ya majimbo wengine huwa na kufanya tafakari iwe nzuri zaidi, wanaweka hata maigizo kabisa, wanaigiza namna gani Yesu alipitia yale matukio mbalimbali.
kuanzia anavyoshtakiwa, anaposhtakiwa, achapwa mijeredi, anabeba msalaba wake, anaanguka kituo cha 3, cha 7 na cha 9, baada paka anakuja kuangikwa pale msalabani. Sehemu zingine wanafanya, lakini basi yote kufanya lengo kabisa ni kutoa ile sura au picha ya ibada yetu na kuinogesha na kufanya tafakari ya kina juu ya fumbo ambalo tunaliadhimisha, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sehemu ya 3 hiyo ya komunyo takatifu. Sehemu ya komunyo takatifu, siku hiyo hakuna mageuzo. Maana yake tunachukua ekaristi takatifu ambazo ziligeuzwa jana kwenye misa ile ya kalamu ya mwisho. Kwa hiyo padri anazifuata zile ekaristi takatifu ambako mahali ziliwekwa, anakuja na kwa maandamano safi kabisa, watumishi wakiwa na mishumaa, wakiwa na watumishi. Na siku hiyo katika siku hizo pia hata kengele hizi zinakatazwa. Tukifuata historia, zinakatazwa, tunapiga kengele za mbao kuonesha tupo katika yani kiini cha imani yetu. Kwa kumbe basi baada ya padri kufuata zile ekaristi takatifu, basi anasali, kuna sala fulani na sali, alafu anaanza kuwakomunisha waamini. Ikitokea pia kama kuna mgonjwa yupo, padri pia anaruhusiwa kwenda kumkomunisha mgonjwa. Kwa basi baada ya padri kuwakomunisha waamini, basi tena zinabebwa zile ekaristi takatifu zinakwenda kutunzwa huko. Sio tena pale kwa tabernakulo. Zipo kwa tabernakulo inakuwa iko wazi. Na pia siku hiyo baada ya tukio hilo basi na tukumbuka kabisa baada ya tukio hilo tuendelee katika ukimya huo mkuu, tukiwa tunafanya tafakari nzito juu ya mateso, kifo, alafu sasa tunasubiri kwa hamu siku ya Pasaka ili kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na siku hiyo ya Ijumaa Kuu hata altari haipambwi wala haiwekwi na vitambaa vyovyote vile, yote inakuwa iko wazi kabisa. Inakuwa wazi kabisa. Kwa hiyo sasa baada padri kuchukua zile ekaristi takatifu, sasa ndio tutaweka kitambaa kwa muda. Baada ile komunyo takatifu kishafanyika na kitu tena vinaondolewa, atabaki vile wazi, na tabernakulo yenyewe inabaki wazi, kwamba tufanye tafakari yule ambaye tunamwabudu hayuko. Wakati unazungumza baba hapo umetuambia kwamba baada ya kutamatika kwa tendo la waamini kukomunika, ekaristi takatifu hutolewa. Ni wakati gani inarudishwa na inarudishwa katika utaratibu upi? Kimsingi ekaristi takatifu hakuna mahali ambapo tunaweka kwamba ni muda sahihi, muda fulani ambapo tunairudisha, ila siku hiyo ya Jumamosi, Ijumaa Kuu, baada ya ile ibada tunaendelea kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na kifo chake. Inakuja kurudishwa wakati wa misa ya mkesha. Mdolo baada ya mageuzo, mdolo komunisho, basi padri au kama iko shemasi anaweza akatumwa kwenda kuifuata ekaristi takatifu. Baada inarudishwa, alafu tunaendelea na misa. Ulizungumza pia baba ya kwamba ekaristi ama tunasema hostia itakayotumika kuwakomunisha waamini kwa siku hiyo ni ile ambayo ilifanywa mageuzo kwa siku ya Alhamisi Kuu. Utaratibu gani unatumika kwa waamini ambao pengine tunasema labda pengine hostia zilizotumika kufanywa mageuzo siku ya jana hazijatosha idadi ya waamini waliosalia katika ibada ya Ijumaa? Basi mpendwa mtangazaji, ikatokea padri anakomunisha siku hiyo, siku ya Ijumaa Kuu, alafu ekaristi takatifu au hostia takatifu zimekwisha, hana namna, hakuna namna nyingine eti ya kusema pengine afanye misa, hairuhusiwi. Ndio maana kama mwanzo nimesema siku ya leo, siku hiyo ya Ijumaa Kuu, hakuna misa na hakuna ibada nyingine tofauti na hizo ibada mbili. Mboni atatoa sakramenti ya kitubio, lakini pia mpako mtakatifu wa ugonjwa. Ikatokea basi waamini wale watakomunika kwa tamaa, basi inatosha. Kwa hiyo hakuna cha pekee.
kwamba sasa inaikuwaje Father, kama ndo zimeisha kweli, zimewekwa idadi labda, alafu watu wameongezeka pengine tofauti na makadirio, basi hao waliobakia watakomunika kwa tamaa. Sawa, na shukuru kwa ufafanuzi huo mzuri. Turudi sasa katika tendo nzima ambalo ni kama tunaweza kulielezea ni kama vile linabeba adhimisho la ibada hiyo ya Ijumaa Kuu la kubusu msalaba na kuabudu msalaba tuseme. Kwa baadhi ya maeneo na pengine kwa sasa hivi utaratibu ubadilika kutokana na magonjwa hapa na pale, wakati mwingine lazimika kuabudu kama ulivyosema, kuinama, sio tu kuinama sana ili kuleta ile heshima ya tendo hilo. Ninatamani baba tueleweshwe zaidi. Wapo ambao si waamini wa Katoliki, tendo lile wanalitafsiri kama tendo la kuabudu sanamu. Kuinama kwa Mkristo Mkatoliki katika msalaba ama kubusu msalaba, kwao tafsiri ambao anayo Wakatoliki wanaabudu sanamu. Pengine sasa utufafanulie baba kwa undani zaidi, hili tendo likifanyika lina maana gani, na tunaweza kulitafsiri katika mtindo huo kwamba si kuabudu sanamu? Basi niwajulishe kwa ufupi. Yako mengi ambayo Katoliki tunaambiwa tunayafanya, ambapo mengine basi ni wao kukosa kutuelewa, kushindwa kutuelewa sisi maana yake nini vitu ambavyo tunavifanya hasa katika ibada zetu, basi na mambo mengine ambayo yanahusu imani yetu. Kwa kweli Ukatoliki au Ukristo hasa Ukatoliki wetu una mizizi na chimbuko lake kubwa ni kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa maana haya ambayo tunaishi sisi, mafundisho yetu na kila kitu tunavitoa wapi? Viko vyanzo vikubwa vitatu. Cha kwanza kabisa ni mapokeo matakatifu. Cha pili ni Biblia takatifu. Halafu ni mamlaka fundishi ya kanisa. Mamlaka fundishi ya kanisa maana yake ni Papa pamoja kwa Kilatini ni Magisterium of the Church. Kumbe basi hivyo ndo vyanzo vya kweli ambazo sisi tunaziamini na kuzifundisha. Sasa turudi kwenye swali lako la tunapoambiwa kwamba sisi Wakatoliki mnaabudu misalaba, sijui mnaabudu msalaba, mnaabudu sijui sanamu na kadhalika. Na ukiangalia kweli katika nyumba zetu za ibada tuna sanamu nyingi za watakatifu, za Bikira Maria, Yesu mwenyewe na kadhalika. Kweli tunazo hizo. Sasa tukubali tunaabudu Mungu ambaye ni msalaba, sio vitu gani hivyo. Basi hivi tuanze kurejea katika maandiko matakatifu. Nitaji tu vichache kwa ufupi. Ukirejea kitabu cha Hesabu sura 21 aya 4 na kuendelea, lile simulizi la wana wa Israeli kule jangwani baada manunguniko kwa Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anatuma nyoka, wanawauma sana wale wana wa Israeli wakiwa wanaongozwa na Musa. Baadaye Mungu anamwambiaje Musa? Anamwambia hivi, tengeneza nyoka ya shaba iinue juu, atakaye iangalia au atakayeangalia nyoka atapona. Sasa nyoka ya shaba ni kitu gani? Si aina sanamu hiyo? Je, Mungu anajipinga? Hajipingi. Kumbe basi kama Mungu mwenyewe amemwamuru Musa atengeneze nyoka wa shaba, sasa kile kitendo cha Musa kuchukua nyoka wa shaba na kumuinua juu, kiteolojia ndiye Yesu msalabani, ambaye ameangikwa pale msalabani. Atake muangalia kwa jicho la imani anapona. Lakini sio tu hapo, hata ukirejea barua kwa Waebrania sura ya 9 pale simulizi anavyoambiwa namna ya kutengeneza, namna kutengeneza lile sanduku la agano, mazingira yale. Nakumbuka katika ile safari ya wana wa Israeli kwa jangwani, Mungu alikuwa anaongea nao pia kupitia moja kwa moja na Musa au makuhani zamani alikuwa anaongea nao, wanatengeneza mahali. Hasa alimwambiaje atengenezeje, apaandae vipi au aandae eneo lile kama namna gani? Kata vitu ambavyo mwambia aandae, Musa viandae, alimwambia tengeneza, weka, tunaita nisemaje kwa Kiswahili, ila walao ni aina ya malaika serafin. Hao serafini kwa mabawa yao wao wameifundika ile sanduku la agano pamoja na mazingira yote kwa kasutenti na kadhalika, lakini alimwambia tengeneza serafini ambao ni moja kati ya aina za malaika ambao ni sanamu.
Si ndio? Sasa je, Mungu anavyozungumza huko anajipinga huko, anambia tengeneza sanamu hii katika unavyoandalia sanduku la agano, ili basi Mungu anavyokuja kuongea na makuhani au na Musa, basi mule ndani muwe mahali pa utulivu pa kuzungumza na Mungu. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, huyo nyoka wa shaba ambaye Musa anaambiwa amuinue, watu kiangalia wanalia wanapona, na kweli wakaangalia kapona. Kumbe basi hii sanamu sisi kwetu tunazipa heshima, ukiachana kwanza na sanamu msalaba wenyewe. Kwanza sanamu nyingine za watakatifu tunazipa heshima, kwamba mtu huyu pengine labda msalamu mtakatifu labda Yosefu, mtu huyu aliishi maisha fulani ambayo yalimpendeza Mungu. Mtu huyu alikuwa alikoje, pengine anafananaje? Kwa sasa mfano wake ni huu hapa. Kwa hiyo kwa kumwangalia pia hatushitu kuangalia sanamu, tunatafakari maisha yake, aliishi vipi, anatukumbusha tuishi vipi, alikuwa na fadhila gani, si fadhila zetu sisi tupate kuziiga. Kwa hatuabudu kama yule ni Mungu, yule ni mtakatifu fulani, tunampa heshima yake. Sasa tukirudi kwa msalaba wenyewe, ndio maana ule wimbo unasema njoni tuabudu wokovu uliotundikwa msalabani. Hatuishi kuona tule msalaba, wokovu ambao umetundikwa pale juu ya msalaba. Wokovu ni nani? Ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunayemwabudu pale ni Mungu, sawa, ambao ndio wokovu wetu msalabani pale juu. Kwa sasa watu wengine wanasema wanaishia tu kuona msalaba. Sisi hatuishi tu kuona msalaba, tunaabudu wokovu ambao uko juu ya msalaba. Sasa ule msalaba pia unapewa heshima yake, kwa sababu huo kupitia huo Yesu ameangikwa pale msalabani. Asante. Wakati unazungumza baba, sikumbuki ni askofu nani, lakini ninakumbuka alitolea mfano mzuri sana ambao mimi binafsi niliupenda. Tunapokuwa pengine kwa sisi ambao tunasema kwa yote ambaye ameshafikwa na msiba pengine wa mtu wake wa karibu, tuna picha zao. Unachukua picha, tutolee mfano ni Rose hapa, una picha yake, tayari ni marehemu. Ukiangalia nimemkumbuka sana Rose. Wakati wengine wanafika mbali zaidi, yawezekana ni mtu wake wa karibu, nimekukumbuka, anabusu picha au anakumbatia chini ya mtu. Unalala naye chini ya mtu kama ulivyosema baba. Maana yake unatengeneza mazingira ya kuwa naye karibu kupitia ukumbusho wa ile picha. Kumbe hata katika msalaba si kwamba tunakwenda tunasema tunaabudu sana, hapana. Inatupa nafasi ya kutafakari kumuhusu huyu Kristo ambaye yuko juu ya ule msalaba ambao ni kama picha kwetu, ili sisi tuingie kama ulivyosema, tuingie katika tafakari ya fumbo la wokovu wetu. Nikushukuru kwa ufafanuzi mzuri baba. Naomba turudi sasa kwenye tendo hilo la kuabudu msalaba. Mara kadhaa kwa waamini, yawezekana kila mmoja kwa nafasi yake, na wakati mwingine wengine wamekuwa wakitumia hata sala mtakatifu Inyasi pengine mara baada ya kutoka kukomunika, wengine hata kabla ya kwenda wanasali sala binafsi. Tukija katika tendo hili la kuabudu msalaba, pengine kuna sala yoyote ambao muamini anapaswa kusali kabla ya kwenda kuabudu, ama hata wakati anaabudu msalaba ule, tunasema akifika pale kuonyesha ile tendo la heshima, anapaswa kusema nini ama kufanya nini hasa? Hapo ndugu mpendwa mtangazaji, hakuna sala maalum ambayo imewekwa kwamba mtu huyu anaenda pale kufanya tendo la kuabudu msalaba anapaswa kusali. Ila hapo kanisa limeweka utaratibu kwa ujumla kwamba muumini anaweza kusali sala yote au anaweza kusema maneno mengine yote yale ambaye yanaujaza moyo wake, ila hakuna maneno maalum ambayo yamewekwa mtu huyu anapofika pale mbele ya msalaba atamke maneno gani. Hakika kwa hiyo hakuna, ni muumini tu mwenyewe anaweza kutamka maneno yake mwenye binafsi ndani ya moyo wake, basi akaabudu msalaba. Baada ya kuabudu anakwenda kukaa. Sawa. Kwa utaratibu ambao kanisa umeliweka tendo hili la kuabudu, tumeshasikia mara kadhaa, pengine kwa mfano ibada ya kupaka majivu, labda wengine wataenda asubuhi, wengine watakuja mchana, labda wengine jioni. Kwa ibada hii ya Ijumaa Kuu inapaswa kufanyika mara ngapi na muda upi? Kadiri ya utaratibu wa baraza la maaskofu hapa Tanzania imeelekezwa kwamba ibada hiyo ifanyike saa 9 alasiri. Na si kabla ya adhuhuri wala si baada ya saa 9 usiku. Lakini muda ambao umependekezwa, muda mzuri, ni kuanzia saa 9 alasiri. Huo ni utaratibu ambao umewekwa
kukumbuka, lakini pia natoa pia historia ile katika maandiko matakatifu. Katika maandiko matakatifu ile tukio ambalo tunasoma simulizi la Bwana wetu Yesu Kristo kuelekea kule Golgotha kusulubiwa, zile hatua, lakini kule mwishoni kabisa mnakumbuka paka Yesu anakuja kukata roho. Kumbuka muda ule ufika iko saa ngapi? 9. Tutengejo kala tulo tayari na pazia kule kanuni katika vipande viwili. Kumbe basi kanisa likurupuki kutoa tu mahali fulani na kwa historia hapa linafananisha funeka utaratibu ambao kila Mkatoliki au kila kanisa ndani ya kanisa Katoliki tunakuwa tunafuata. Na pia basi ndio pia kwa ujumla hapo pengine inawezekana nasema ungeniuliza natambua kwa ujumla kabisa. Kwa ujumla siku kuu hizi siku kuu 3 ni za msingi sana katika imani yetu. Kwa hiyo kumbe tunaalikwa waamini wote tukashiriki. Na mara nyingi tunashiriki katika eneo la parokia ambako watu wote au waamini wengi watakusanyika. Lakini inawezekana kafanyika hata kigangoni, lakini padre, kiongozi au paroko hakikishe mahali ambapo watu wengi watakusanyika. Na ibada hii inafanyika mara moja. Hatutukasema sasa tunasali saa pengine labda saa 9:30, tena baadaye saa 12. Huwa tunafanya mara moja tu. Kwa hiyo kumbe waamini tunapaswa tushiriki, kwa sababu ni matukio moja kati ya matukio adimu na ya msingi sana katika imani yetu ya kanisa Katoliki. Na mule ndani yake, kwani tunasisitiza watu wote waje kusali, mule ndani yake kuna yale maombi ambapo maombi pia yanasomwa, unatolea mwaliko na nia ya kabla ya ombi ambalo linaenda kuombwa. Tuwaombe wa Kristo, tuwaombe Wayahudi, tuombe wakatekumeni, tumuombe Baba Mtakatifu na kadhalika. Kwa ndo maana basi tunasisitiza sana kushiriki kwa wingi na kwa lazima, hasa siku hizi 3 kuu za Pasaka, kwa maana hizi pia zinabeba basi kilele cha imani yetu, ambapo basi ndio fumbo la wokovu wetu na ni fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Natamani baba tufanye hitimisho la kipindi chetu kwa siku ya leo, tulipojikita hasa kuzungumza kuhusu Ijumaa Kuu na adhimisho hilo la ibada hiyo ya Ijumaa Kuu. Una hitimisho gani hasa kwa muamini Mkristo Mkatoliki, lakini pia kwa wale wasiokuwa Wakatoliki kuhusiana na siku hii ya Ijumaa Kuu? Karibu. Sitiza watu tushiriki ibada hizi, tukianzia na Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu na baadaye ufuko wenyewe siku ya Pasaka. Na unaposhiriki basi hakikisha unashiriki, unafuata kile ambacho kimekupeleka ni kusali. Usimwangalie mwingine anasinzia, mwingine anafanya kitu gani. Utakosa kutuliza mawazo na akili katika ibada. Malifani kutoa mfano, nikasema mama mmoja alienda kwa padri, akasema padri, mimi nataka niache kusali hapa pokeni kwako. Padri akamuuliza kwa nini? Akasema yani hapa ukija kusali kuna wengine wanaona chati na simu, wengine wanapiga story, wengine wanasinzia na kadhalika. Basi yule padri akamwambia hivi, basi kabla hujafanya maamuzi haya kuacha kusali katika parokia yangu, chukua glasi ambayo imejaa maji, zunguka huko ndani kanisani mara 2 bila kumwaga hata tone moja. Ukifanikiwa basi endelea na maamuzi yako ya kuacha kusali. Akasema padri, mbona ni tendo jepesi kabisa. Kweli akachukua ile glasi imejaa maji, akazunguka mara ya kwanza, mara 3. Akaweza. Akasema padri, nimeweza. Akasema wakati unazunguka huko ndani kanisani umeona nini? Akasema padri, sikuona chochote kwa sababu niko makini kufuatilia na maji yangu na glasi yangu maji simagike. Akasema ndivyo unachopaswa kufanya kanisani. Kimekuleta kusali basi sali. Usiangalie mwingine anafanya kitu gani anafanya. Sali na Mungu wako. Kwa ndo maana nasitiza tusali kwa makini, lakini pia tu active participation katika misa. Na baada ya misa kabisa padri, tumeshazoea misa nyingine padri anasema nendeni na amani. Ijumaa Kuu padri hasemi au atashemasi hasemi nendeni na amani.
asilimia amani, maana yake tukio hili linaendelea, lakini tunaendelea na tafakari mpaka tunakamilisha fumbo hili la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaondoka kimya kimya bila kuagana. Asante. Na tukitoka nje kwa sisi ambao tumezoeana na shosti yangu tukapiga story. Mwanzoni kama nakumbuka nisitiza ukimya. Ukimya na kufanya tafakari ya kina juu ya fumbo hili la Pasaka, hasa siku yenyewe ya mateso. Tunaanza ukimya, shangwe zinaanza kesha la Pasaka, ambapo ndio vigili ya mama, pale ambapo mbiu inaimbwa na kutangazwa, alafu tunaingia sasa baadaye mashangilio, hasa tunapoimba utukufu. Kwa hiyo tunasisitiza sana kukaa kimya ili kufanya tafakari ya kina kabisa. Sawa, nikushukuru sana Padre Paul Sinya kwa maneno mazuri, lakini pia kutushirikisha tendo la upendo hasa kuhusiana na Ijumaa Kuu. Nimetumaini yangu mtazamaji wa Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM ameelewa hasa tunapoizungumzia Ijumaa Kuu na ile ibada nzima ya Ijumaa Kuu ambayo umesema saa 9. Sio useme saa 12 asubuhi unarudi tena saa 11 jioni, hapana, ni saa 9. Kwa hiyo utaratibu ambao umewekwa na Kanisa Katoliki unafanyika, na nina matumaini ya kwamba mahali pote unazingatiwa kikamilifu. Nikushukuru kwa dhati msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na wewe mtazamaji wa Mwangaza Digital ambao umetufuatilia katika kipindi hiki siku hii ya leo. Kubwa zaidi tumejikita katika kuzungumzia Ijumaa Kuu na adhimisho la ibada hii ya Ijumaa Kuu na matendo mbalimbali ambayo tunayashuhudia, hasa kubwa lile la kufanya tunasema la kuheshimu, kuonyesha heshima kwa msalaba, kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yupo katika fumbo lile la wokovu wetu katika msalaba. Kwa dhati pia nimshukuru Nemes Victor Maiko nyuma ya kamera ambaye ametufikisha kunako YouTube ili tuweze kukufikishia wewe ujumbe huu mzuri kwa siku njema ya leo. Kwa niaba ya mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia mkurugenzi wa Watoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Padre Paul Sinya, mimi ni Rosemary James Mjukuu Kipeleka. Asante kwa kwamba umetufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa. Mpaka wakati mwingine tutakutana katika ujumbe mwingine kuhusiana na kesha la Pasaka, na kupenda uwe na siku njema. Wakati mwingine baba, natamani tuje tufanyie tuhame mazingira kidogo. Tumeshakuja mara nyingi hapa, walau na ninyi mje mtutembelee na waseminari, mfike pale Radio Mwangaza, itakuwa nzuri. Tutafika siku moja. Tutakuja, tutafanya kipindi live kabisa kushirikishana masuala ya imani. Sawa, asante na tuwatakie utume mwema pia. Asante sana.